Katika somo la kwanza, nabii Isaya sura ya 11 aya ya kwanza mpaka ya 10, tunaona taifa la Israeli likiwa limeporomoka kisiasa na kiroho. Mamlaka ya mfalme Daudi yalikuwa ni kama mti uliokatwa. Taifa lilikuwa limegawanyika na watu walikuwa wamechoka. Tumaini lilikuwa limepotea kabisa. Nabii Isaya anawaletea wana wa Israeli habari njema kutoka katika kisiki kilichokauka. Mungu analeta chipukizi, yani Masia anayekuja ataleta haki, uadilifu na amani ya kweli. Katika maisha ya Mkristo wa leo, kisiki ni ishara ya ukavu mioyoni mwetu. Unaweza ukawa ni ukavu wa ukosefu wa amani, unaweza ukawa ni ukavu wa ukosefu wa mapendo. Lakini Mungu anatuambia kwamba chipukizi litachipua kutoka katika kisiki hicho. Ni ujumbe wa faraja ambao tunaambiwa kwamba hata pale ambapo tunahisi kwamba mambo yetu hayaendi, Mungu anaweza kuanzisha mahusiano mapya. Nabii Isaya pia anatoa taswira ya amani ya ajabu. Mbwa mwitu atakaa pamoja na mwanakondoo, lakini pia mtoto atacheza katika tundu la nyoka. Hii ina maana gani? Amani ya Mungu inaweza kubadilisha tabia, inaweza kubadilisha mioyo, inaweza kubadilisha mahusiano, na hali ambayo mwanadamu aliona kabisa kwamba haiwezi kubadilika, Mwenyezi Mungu anaweza akaibadilisha. Kwa hiyo leo tujiulize, ni sehemu gani ya maisha yangu imekuwa kisiki, imekauka na inahitaji amani ya Kristo?